ndio kama mtu anadanganya aseme mtu anadanganya. Nadhani mimi ndio nilipewa hiyo chance nikapiga simu. Na nyinyi ndio mtao watu wawili hapa. Kulikuwa na kijana mwingine hakuwa na certificate zake. Na mzee akakuja pale kando na mwalimu nimemwona hapa kama yule mwalimu. Mwalimu yuko hapa na mwalimu alikuwa na ile certificate ya PP1. Na walikuwa wanataka mwenye amegraduate vizuri ako na degree. Haya, P1 sorry. Mzee kijana mwenye alileta hakuwa kijana yake. Hiyo tu kuna na shida. Hakuwa kijana yake. Hiyo ni mistake ilitokea kwanza. Na mzee pia mimi mwenye alikuwa anaongea, mimi sikuwa naongea na yeye peke yangu. Nadhani huyu engineer alikuwa, president wetu alikuwa, na Makodongo alikuwa, na yeye pia alikuwa. Kijana mwenye mzee alileta after hiyo mzee kumleta. Kijana akasema amerudi town. Babu wewe tena akapiga simu. Mwambie huyu kijana tena rudi na mzee. Sijui kama katikati ya mzee na huyu kijana walikosana, mzee akasema kijana ashapata kijana yake amepata kazi. Si mimi nikaachana naye. Bado alikuwa na hiyo certificate. Kijana yake amepata kazi. Bado alikuwa na certificate. Hiyo barua yake. Haya, after kummoja juu nilishampea. Siku imtisha hata hiyo aliniletea hii barua. Akaenda kwa huyu mwalimu mwenye ako hapa. Huyu mwalimu wetu wa bunge. Clark ya bunge hapa. Nadhani Clark ako hapa. Hadi Clark aenda mjazie hii barua. Hiyo form. Yeye pia alikuwa right, maybe ajui kuja. Lakini kama ni kijana yake ndiye alikuwa amepewa hii chance. Clark tena alikuwa anajaza barua msichana yenye ni Mkamba. Unasikia? Nadhani mzee akuja kae hapa. So mzee sijui kama walikosana na huyu Clark. Mimi ni sawa, akaniuliza niko wapi. Ilikuwa usiku na mimi mnajiwanga kuanzia saa 3 mimi naojanga vitu zangu, mimi nafunga Bisenda hapa. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia mimi niko Bisenda. Na umoja ilipata kama kesho yake asubuhi hii barua anafaa kuniletea hii usiku, ipeleke hii Monday wapi? Asubuhi. So mimi nikamwambia sasa hii itakuwa aje? Nikauliza wakina speaker. So ule mwenye tulikuwa tumeandika jina yake ilikuwa kijana ya mzee. Lakini sasa huyu mwenye pia anataka kuandikwa sasa ni mama na tena ni mama Mkamba. Tutafanya aje? Mimi nikasema sina shida na yeye. Nikamwambia tu mzee. Akasema ule hakuwa relative yake. Huyu mama sana hakuwa relative yake, si ndio? Mimi nikasema bado sina shida. Nikauliza hawa tufanye aje? Hao akasema kenye sasa tunaweza fanya hii barua iko wapi? Mzee alipiga hiyo barua photocopy. Photocopy ilishajazwa na mwalimu, nadhani mwalimu ako hapo. Mwalimu ako hapo. Baada ya hiyo tujuzi sisi kwa peke yangu, sisi nilimpa barua. Ilikuwa engineer alikuwa hapo, Makodongo alikuwa hapo na hata president mwenyewe tulimuelezea president kesho yake asubuhi akakuja tukakaa chini tukasema hii maneno tufanye aje. Juu mnajua kati ya president na babu akasema mimi naye hapo hii kile tunafanya sasa sijui venye hii saa inajaingilia. Huyu Makodongo kuja tu hapo. Makodongo yenyewe. Ulisema uko na nani? Sister yake. Unamnasikia? So mimi nikasema mimi barua nilishapeana. Nyinyi mjue venye mtasoma ni hiyo barua nipande asubuhi ipelekwe. Yenye mzee anasema nilituma mtu alituma kwa nyumba yake. Mimi sijui mwenye alituma kwa nyumba yake. Unasikia hadi hapo? So I hope angekuwa hapa yeye mwenyewe angejieleza. Na huyu speaker anajua kila kitu mimi penye nilifikia na president wa hii bunge anajua penye nilifikia kila kitu. So mimi kwa hiyo barua ni mzee. Oda. Haya. Acha huyo anajieleze. Haya. Habari zenu wanabunge. Unajua saa zingine ni vizuri watu waongee ukweli. Wewe mzee ningependa niongee akiwa hapa. Sijui kwa nini ametoka. Okay. Mimi nilikuwa kwa nyumba. Kama wakanipigia simu. Ati Mark, hebu uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Kuja Bisenta saa hii. Ile barua tulipatia mzee, kuna kitu imetokea mbaya. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia wewe kuja tu. Kwenda Bisenta nikapata kama ameanza kukunywa. Akaniambia nataka uongee na huyu mzee, umuulize shida iko wapi. Niliuliza mzee, kuna nini? Mzee akaniambia kijana amesema muhindi mwenye anamfanyia kazi alisikia anatafutiwa kazi na mheshimiwa babu. Muhindi amemtafutia kazi pahali tayari asaajiriwa. Nataka huyu mzee angekuwa hapa kama nasema uongo. Nikamuuliza na sasa kumeendaje? Akasema ati sasa kuna shemeji yake, bibi ya brother yake
ndiye anataka apatie hiyo nafasi. Hivyo ndio vile alisema. Shemeji yake, bibi ya brother yake, ni mpiga kura wa Lower Savannah, Embakasi East. Bado ni mtu wa Babu Owino. Aya, nikamuuliza, na wakati kijana wako alikosa, alisema hataki hii kitu, mbona ungetuambia kabla upatie shemeji yako? Mbona ungeambia Kamau kulienda hivi? Juu nafasi babu alipeana ya watu wa bunge. Na hata sisi tulikuwa na relatives, lakini hatukuwa consider, tuliona wewe ni mtu wa bunge na huyu ni mtoto wako tukupatie. Akatuambia ati hiyo tayari nilikuwa na mwalimu, na ile siku mlinipatia kitu kuna mtu aliniambia nikitoka hapo eti hiyo form isijazo kama mwalimu hayuko. Nikamuuliza ni nani, na sisi ndio tulikupatia form. Ati huyo mtu simjui jina lakini namjua nikimwona hapo kwa bunge. Nikamuuliza sisi ndio tumekupatia form, tena ulienda kusikiliza nani? Aliita mwalimu. Walimu kuenda walikosana huko. Mwalimu pia alipata kuna ukora iko hapo. Juu kwanza ile kijana yake wakati alimuita alituambia huyu ni kijana yake. Tukiangalia jina ya tatu ya kijana na ya mzee hazipelekani. Ndio nikamwambia mzee, itabidi utuambie ukweli. Akasema huyo kijana alikuwa kijana wa brother yake na brother yake alikufa yeye ndiye amemlea. Tukasema ni sawa, huo ni mtoto wake. Tulieni kwanza. Haya. Okay. Order. President tulimuita na president akasema ajui kijana huyu mzee mwenye anajua sio huyo, lakini msaidie huyu mzee. President alikuwa. Sasa huyu mzee ndiye alijitupa.